Habari yako, mimi ninaitwa Robin Rachel kutoka Robin Media. Moja ya malalamiko makubwa sana ya Waafrika ni kwamba nchi zetu toka zimepata uhuru hakuna maendeleo ya maana ambayo yanafanyika katika nchi zetu. Nikasema ngoja niwaonyesheni, niwaelezeni mfumo ambao tuliletewa na wazungu, alafu utasema kama wewe ungekuwa ni kiongozi wa Afrika, je, ungeweza kuleta mabadiliko ambayo wananchi wako wanayataka? Mwaka 1945 vita kuu ya pili ya dunia iliisha, na ilipoisha zilifunguliwa taasisi za fedha kama IMF na Benki Kuu kwa ajili ya kuzisaidia nchi zilizopigana katika vita kuu ya pili ya dunia ambao ndio walikuwa wakoloni wetu, kwa sababu walichoka kiuchumi. Baada ya hapo kufika miaka ya 50 mwishoni, tukaanza kupambania uhuru nchi za Afrika, na hatimaye tukaanza kupata uhuru kuanzia miaka ya 50 mwishoni, na sisi wengine tulikuja kupata uhuru miaka ya 60. Sasa basi walituacha tukiwa na madeni. Kuna wengine walidaiwa mpaka majengo. Wakoloni walidai mpaka majengo walioyajenga katika nchi zetu, kama vile tuliwaomba. Lakini pia kuna wengine tuliachiwa mizigo ya kulipa pension za wastaafu waliowafanyia kazi wao wenyewe wakoloni. Walituachia taasisi, kwa hiyo tuliachiwa mizigo ya kiuchumi. Nchi mpya zinaanzisha uchumi mpya na viongozi wapya, lakini zenye mizigo ya kiuchumi. Tutapata wapi pesa za kujiongoza? Ndipo taasisi zao za fedha zikaja sasa na kutuambia kwamba okay, tuko tayari kuwasaidia kuwakopesha pesa. Basi kwa kuwa tulikuwa hatuna mbadala, ikabidi nchi zetu ziingie sasa kuanza kukopeshwa pesa, wakiahidi kwamba tutakopesha pesa na kuwaongoza jinsi gani ya kuendesha uchumi wenu. Hapo ndipo safari ya umaskini wa Mwafrika ikazidi kushamiri. Kwanza kabisa walitaka nchi zetu zibadiliko kiuchumi, mageuzi ya kiuchumi. Walituletea programs walizoziita Structural Adjustment Programs, ambazo sasa wakatuambia tunawapeni mabadiliko ya kiuchumi na ni lazima tuzikubali, tulilazimishwa. Wapo viongozi wetu waliozikataa programu hizi waliingia matatani. Mfano Thomas Sankara tulishaona aliuawa, lakini kuna wengine wakina Kwame Nkrumah walipinduliwa. Sasa moja ya masharti ya mikopo yao ilikuja na masharti magumu sana ya kwanza wanatuingiza katika umaskini wa ukoloni mamboleo ili waendelee kututawala na waendelee kuchukua maliasili zetu. Kwa sababu kumbuka, hawa watu wana uhitaji sana wa maliasili na sisi tunazo maliasili. Kilichokuwa kinafanyika hapo ni kwamba wakatuwekea masharti. Moja ya sharti fungua uchumi wetu. Kwa hiyo uchumi wa nchi za Afrika uko wazi. Ni wazungu ndio ambao wanaongoza uchumi wa nchi za Afrika. Viongozi wetu hawana mamlaka ya 100% kuongoza uchumi wetu. Hivi ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo wakaambia kwamba fungueni uchumi, sisi ndo tutatoa ushauri wa jinsi gani nyie mtaongoza uchumi wenu. Kwa hiyo mambo mengi ambayo wananchi wengi wa Afrika huwa wanayaona makosa mengi katika serikali zao, huwa wanajua ni viongozi wao, mara nyingi ni ushauri kutoka kwa wazungu. Moja ya jambo ambalo wazungu walitutaka tufanye ili tupate hiyo mikopo ilikuwa ni kuondoa ushuru katika bidhaa zao zinazoingia ndani ya nchi zetu. Hiko kitendo kiliua kabisa viwanda vyetu, kwa sababu na sisi tulikuwa tumeshaanza kutaka kujitengenezea vitu vyetu wenyewe. Tuna uwezo huo, tuna ujuzi huo, tulifundishwa na mababu zetu, na ndio maana walipokuja kututawala walituibia mpaka vinyago, kwa sababu walikuta tunao ujuzi wa kutengeneza vitu vyetu, tuna ujuzi wa kujenga nyumba zetu. Ndio maana leo tunawalaza kule Arusha katika nyumba zetu tulizoezeka na nyasi, na wanalipa $1,000 kwa siku moja. Sasa kilichofanyika ni kwamba wakatuambia punguzeni ushuru. Kwa hiyo wao wakiingiza zao zinakuwa hazikumbani na ushuru mkubwa kwenye nchi zetu. Kwa hiyo sisi tunashindwa kuingiza mapato makubwa kupitia bidhaa zao zinazoingia. Alafu zikishaingia, kwa sababu hazina ushuru mkubwa au hazina ushuru kabisa, zikifika sasa tunashindwa sisi kununua bidhaa zetu za ndani zilizotengenezwa ndani, kwa sababu zinakuwa ni bei kubwa kuliko zile bidhaa zao zilizoingia. Automatically watu wataanza kuchangamkia bidhaa za bei rahisi ambazo zitakuwa ni za kwao zilizoingia. Bidhaa zinazo katika viwanda vyetu zinakuwa haiwezekani kuzinunua. Kwa hiyo ikaua viwanda vyetu. Sharti lingine, hawa watu habari zinasema kwamba wanakuambia kwamba shusha thamani pesa yako. Yes, wanakuambia shusha thamani pesa yako. Nauza bidhaa zenu nyie kwa bei nafuu.
Kinachofanyika hapo ni nini? Ukishusha thamani pesa yako na ukiuza bidhaa zako kwa bei nafuu, wao wanakuwa wana uwezo wa kuja kununua bidhaa zetu sisi kwa gharama ndogo sana. Kivipi? Ni kwamba hawa watu hawahitaji kwetu viatu wala nguo. Wanachohitaji kwetu ni malighafi. Wanahitaji kwetu madini, wanahitaji kwetu nishati, ndio vitu wanavyohitaji, vitu vya maana vyenye thamani kubwa. Lakini wanakuambia shusha thamani pesa yako ili pesa yao iwe juu. Maana yake wakija watanunua hizo malighafi zetu kwa bei share. Kwa hiyo tukajikuta kwamba tunauza sana kwao vitu, malighafi zetu zinaenda sana, lakini tunachoingiza sisi ni kidogo sana. Tunaingiza pesa kidogo sana compare na vitu tunavyowauzia wao. Kwa hiyo umaskini ukazidi. Kuna nchi wengi wakaanza sasa kulalamika katika nchi zetu za Afrika kwamba kwa nini maliasili zetu zinatoka kwa bei, lakini pia kwa nini zinatoka alafu hatupati faida, hatuoni maisha yakibadilika. Kumbe ni kwa sababu tayari viongozi wetu wampigwa vitanzi na system zao walizo. Moja ya masharti yao ya mikopo wanakuambia kwamba nataka ubinafsishe makampuni na mashirika yanayosimamiwa na serikali. Kwa hiyo sasa maana yake ni kwamba kwa hiyo serikali zikaacha kumiliki vitu mbalimbali kama makampuni, mashirika, mashamba, yakaacha kumilikiwa na serikali, yakabinafsishwa ili wao vimiliki. Maana yake ni kwamba watu wanakosa ajira kwa sababu watu wanategemea kwamba vijana wakimaliza vyuo wataenda kuajiriwa, labda serikali itawapa ajira. Matokeo yake vijana wa Kiafrika wanalia na ajira na kuzilalamikia serikali zao. Vijana wanapata hasira sasa hivi, wanakuwa wanagombana na viongozi wao, hawajui kwamba hakuna serikali ya Afrika ikatatua tatizo la ajira kwa sababu tulishabanwa na mzungu. Mzungu ametuingiza katika system ya ubinafsishaji. Maana yake ni kwamba swala la ajira liko mikononi mwa watu binafsi, liko mikononi mwa wawekezaji. Serikali inaweza kuajiri watu wachache tu ambao ni watendaji wa serikali, haiwezi kuajiri watu wengi kwa sababu haina vitu, haimiliki vitu. Kwa hiyo mtaajiriwa na watu binafsi, na wao wakija kufanya uwekezaji hawatoi ajira kwa watu wenu sana, wanakuja na wafanyakazi wao. Kwa hiyo mtapata ajira chache sana. Ndio maana watu wengi hawana ajira. Kwa hiyo wewe kama unaishi Afrika unatakiwa ujue hii mifumo ili uanze kujifunza kujitegemea, uanze kuwa na usiwe na mipaka katika kutafuta maisha yako. Kwa hiyo sio kwamba umemaliza sheria au umemaliza udaktari ukaitafuta hiyo kazi. Unaangalia na fursa nyingine ili uweze kujisimamia, kwa sababu hakuna serikali ya Afrika itakaoweza kuwapa ajira watu wengi. Moja ya kitu ambacho pia hawa watu wanashauri, hivi ndivyo inavyosemekana, ni swala zima la nchi zetu kupunguza bajeti kwa watumishi wa umma, kwa hiyo wasilipwe vizuri, kupunguza bajeti katika mambo mbalimbali kama elimu, afya, yani hizi sekta za kijamii, ili tu wao wapate kulipwa madeni yao. Mmenielewa? Sasa hii inaenda kuwafanya wananchi wanaanza kulalamika kwa sababu hawaoni mabadiliko katika sekta mbalimbali za kijamii. Kwa hiyo wananchi wanalalamika, tunalipa kodi lakini mbona hatuoni mabadiliko yoyote? Ni kwa sababu hawa watu tayari wamepigwa kitanzi na mzungu kule juu. Lakini pia moja ya kitu ambacho huo wananchi kinawaumiza sana ni kwamba hizi taasisi za fedha za wazungu huwa zinalazimisha nchi zetu ziongeze kodi katika bidhaa ili wao walipwe madeni yao. Kodi zikiongezwa maana yake ni kwamba ukienda kununua kitu dukani kinakuwa bei kubwa, automatically utaanza kumlalamikia kiongozi wako kwamba hajui kuendesha nchi, ndio maana vitu vimepanda bei. Kumbe ni mfumo, tayari wanaambiwa hivyo kwamba ongezeni kodi katika bidhaa ili mtulipe madeni yetu. Kwa hiyo wewe kama ni Mwafrika ukitaka mabadiliko katika nchi yako, anza kupambana na ukoloni mamboleo kama Ibrahim Traore anavyopambana na ukoloni mamboleo. Ukimaliza kupambana na ukoloni mamboleo, ndipo uje kupambana na vibaka wa ndani ya nchi zenu, kwa sababu viongozi wenu wanaiba kidogo tu ukilinganisha na vitu vinavyoondoka kwenda kwa wazungu. Sisi tunaelewana hapo? Mzungu ndio adui mkuu wa maisha yako wewe Mwafrika. Hawezi kukwambia hivyo wanasiasa. Na wanasiasa wengi wanaogopa kukataa haya mambo ambao wazungu wanataka, kwa sababu yatawakuta aliyomkuta wakina Gaddafi, umenielewa wakina Kwame Nkrumah, watauliwa au watapinduliwa kwa kifupi. Lakini pia wanasiasa wengine hawezi kuwaambia kwa sababu wao wanataka kuingia madarakani. Kwa hiyo hawezi kuwaambia.